Bwana, mwendo wa takriban kilomita nyingi sana kutoka Bongo kwa Nyerere mpaka South Africa kwa Mandela. Hatimaye kikosi cha Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi wameshadondoka tayari South Africa kwa ajili ya mchezo wa marudiano kati yao dhidi ya Stellenbosch kutokea hapo South Africa. Ikumbukwe mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika ulipigwa wiki iliyopita pale Zanzibar katika dimba la Amani Complex na Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Stellenbosch. Sasa Simba wamewahi sana kwenda South Africa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo. Ni siku 4 kabla ya mchezo, kwa sababu leo Jumatano tayari wameshadondoka pale South Africa. Manake watakaa South Africa Jumatano, watakaa Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, then Jumapili saa 10 jioni ndo mchezo wenyewe ambao Simba tayari wameshatanguliza mguu mmoja nusu fainali kwa kushinda goli 1-0 hapa Tanzania. Maana yake Simba wana kazi ya kwenda kutetea matokeo waliyopata hapa au kupata matokeo mazuri zaidi ya walioyapata hapa nyumbani. Itawezekana. Tumesikia tambo na kauli kadhaa kutoka kwa viongozi pamoja na baadhi ya wachezaji wa Stellenbosch wakisema kwamba wanaimudu Simba na wana uwezo wa kwenda kuifunga Simba na wana uwezo wa kupindua matokeo. Lakini kocha kauli ya kocha back kutoka pale Stellenbosch, yeye kauli yake kubwa ambayo amezungumza ni kupindua matokeo kwa namna yoyote. Hata kama goli 2 hazitawezekana, basi wapate goli 1 ku-equalize mchezo. Baada ya hapo, hata wakifanikiwa kwenda hatua ya mikwaju ya penalty, kwao itakuwa ni jambo kubwa sana ambalo linaweza likawafanya waweze qualify kwenda hatua inayofuata. Wa South Africa wataweza? Ukizingatia kwamba Stellenbosch ni timu ndogo tu kwa South Africa. Wala usitarajie kuja kuona Jumapili mashabiki wengi wamejaa uwanjani kuwashangilia. Ni timu ya kawaida sana. Ni timu ambayo kwa hapa Tanzania tunaweza tukakompea kama na KMC au Namungo, ila kwenye msimu huu labda mambo yameendea vizuri, basi wanafanya vizuri. Au basi tukompea labda na Singida Black Stars. Timu ambayo ina uwekezaji mkubwa, watu wamewekeza, wamesajili wachezaji wakubwa, kwa hiyo hapo kwenye msimu wao bora pia. Lakini haimaanishi ni timu kubwa kwa South Africa, ni timu ya kawaida sana. Lakini wataweza kupindua meza mbele ya mnyama Simba ambaye ana shauku kubwa sana ya kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika msimu huu? Simba hapo South Africa wameshafika tayari, na mdao tunaongea wako South Africa ambapo mvua zinanyesha sana na baridi ni kali mno. Kipindi hiki ambacho mvua ni nyingi sana na baridi ni kali kwa South Africa, Simba ataweza kuhandle situation hii? Kumbuka kwamba tumezoea kwamba mnyama anatoka sehemu ambayo kuna joto kali, jua kali, Dar es Salaam, lakini kule kufika tu leo amekutana hali ya baridi kali. Ataweza kusurvive mnyama kuizoea? Lakini kufika mapema labda kunaweza kukasaidia Simba kuweza kuzoea hali hiyo ya baridi mpaka Jumapili ya mchezo waone ni kitu cha kawaida, ili waweze kwenda kucheza mchezo huo na kupambana ili waweze kupata matokeo. Watanzania mbalimbali ambao wanaishi South Africa wameorganize usafiri wa kuwatoa pale Johannesburg kuelekea Durban ambapo mchezo huo ndo utachezwa. Hivyo basi mashabiki wengi ambao watafikia Johannesburg wataungana na mashabiki hao siku ya Ijumaa na Jumamosi kwa ajili ya safari ya kuelekea Durban ambapo mchezo huo utapigwa. Takriban kilomita nyingi sana kutokea Johannesburg kuelekea Durban ambapo mchezo huo kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba utapigwa. Tunaombea Simba Sports Club kwa sababu ndo wakilishi wetu wa Tanzania. Kila la heri kwenye mchezo huu. Na jambo jema ni kama ambavyo tumekwambia kwamba wamefika na tayari kwa ajili ya kuanza mazoezi kujiandaa na mchezo huo ambao utapigwa siku ya Jumapili. Hivyo basi mashabiki wa Simba lakini pia wa Tanzania popote pale mlipo, tunapa taarifa tu kwamba tayari kikosi kiko pale cha Simba na tayari kinaanza maandalizi ya mchezo huo siku ya leo Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.
na Jumapili watakuwa wako tayari kwa ajili ya kuwavaa wa South Africa hao na kutinga hatua ya fainali kama watafanya vizuri. Ila ikumbukwe, Simba kama atafika fainali, yani kama atapata matokeo ya draw yoyote au sare yoyote, manake atakuwa amefuzu, au akishinda atakuwa amefuzu, au hata akifungwa magoli basi iwe ni tofauti ya goli moja, yani 3-2, 2-1, 4-3, 5-4. Hivyo Simba itampa nafasi ya kufuzu kwenda fainali. Endapo atafuzu fainali, Simba atacheza na mshindi kati RS Berkane au Constantine, lakini asilimia kubwa ni RS Berkane, kwa sababu RS Berkane tayari mchezo wa kwanza ameshinda goli 4-0 dhidi ya Constantine. Hivyo ugenini, ili aweze kutoka ni lazima aruhusu difference ya goli 5, kitu ambacho naona kabisa ni kigumu kwa Constantine kwa kiwango ambacho wamekionyesha kwenye mashindano, kwenda kuwafunga RS Berkane ambaye hajapoteza mchezo wowote tangu shirikisho imeanza, michuano ya shirikisho imeanza, hajafungwa mchezo wowote, yeye ni kushinda. So ni ngumu kabisa, unaona kabisa Berkane anakwenda fainali, na kama Simba akipita basi atacheza na Berkane. Ila kitu kizuri ni kwamba Simba akifanikiwa kwenda fainali, ataanzia mchezo wake ugenini wa kwanza pale Berkane, afu wa pili atacheza Taifa Dar es Salaam. Hiyo ndo advantage kubwa alionayo Simba kama atafanikiwa kufika hatua ya fainali. Tuombe Simba Sports Club sisi kama taifa, kwa sababu ndo wakilishi wetu wa nchi.